Kuna neno ambalo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, nitaweza kulinena na litakuwa na baraka kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo tuweze kufungua mioyo yetu tulisikie neno la Bwana, na kwa hakika ninajua ya kwamba litafanya mabadiliko kulingana vile Bwana anataka. Mbegu yoyote ambayo inapandwa kwa kusudi. Na kuna mbegu za aina nyingi sana. Kuna mbegu ya mahindi, kuna mbegu ya maharagwe, kuna mbegu ya miti, maembe, hivyo. Na kila mbegu inavyopandwa inatoa mazao kulingana na aina ya mbegu. Kwa hivyo nalo neno la Mungu ni aina ya mbegu nyingi. Kuna neno ambalo limebeba ni mbegu ya baraka, mbegu ya uponyaji, mbegu ya kututia nguvu, mbegu ya kutufanya tukue kiroho, mbegu ya kutuinua, Bwana asifiwe sana, mbegu ya kutupigania. Kwa hivyo fungua moyo wako, manake nimesimama hapa kama mpanzi. I'm just leading now to sow a seed in your heart, and that is seed. Kwa hakika ninajua ya kwamba lazima itakuwa na mazao kama jinsi ilivyo. Wakati Mungu aliambia ama alizungumzia mchanga na akamwambia miche na miti itoke katika mchanga, alisema ya kwamba na mbegu ijizae yenyewe, na the seed to bear after its own kind. Na pia wakati alisema ya kwamba na kuwe na wanyama, pia alisema ya kwamba and they shall bear after their own kind. Kwa hivyo hata hii neno la siku ya leo litajizaa lenyewe, manake ni mbegu. Hallelujah. So let us open up our heart that we may receive the word of God, and it will become a blessing to us and also to our families. Not only to our families, but also to our extended families and friends today. So let us open the word of God in the book of 1 Samuel chapter number 30. And I believe that you are there. Chapter 30. Tutaanzia mstari wa kwanza. And David and his men reached Ziklag on the third day. Now the Amalekites had raided the Negev and Ziklag. They had attacked Ziklag and burned it, and had taken captive the women and all who were in it, both young and old. They killed none of them, but carried them off as they went on their way. When David and his men came to Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no more strength left to weep. David's two wives had been captured, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in his spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Number 7. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, bring me the ephod. Abiathar brought it to him, and David inquired of the Lord, shall I pursue this leading party? Will I overtake them? Pursue them, he answered. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Verses number 18. David recovered everything the Amalekite had
taken, including his 2 wives. Nothing was missing, young or old, boy or girl, plunder or anything else they had taken. David brought everything back. He took all the flocks and hounds, and his men drove them ahead of the other livestock, saying, "This is David's plunder." Leo nataka kunena juu ya baraka iliyoko katika neno la Mungu, iwapo utaweza kuhifadhi neno la Mungu katika moyo wako. The blessings, the benefit that you can have from the word of God. If really you can hide the word of God in your heart, there are the blessings, there are also the benefits. Now, starting from the book of Colossians chapter number 3 verse number 16, Biblia inasema ya kwamba let the word of God dwell in you richly. Tuachilie neno la Mungu likae ndani yetu kwa wingi. Neno la Mungu tutakapoliachilia likae ndani yetu kwa wingi, lina faida zake, lina baraka zake. Na sisi kama Wakristo ni vyema kufahamu na kujua hivyo, kwa sababu wakati tutakapojua ya kwamba kuna faida, kuna baraka zilizo katika neno la Mungu, basi vile neno linasema tuachilie neno la Mungu likae ndani yetu kwa wingi, tutaliachilia. Na wakati ambapo tutaliachilia likae ndani ya mioyo yetu kwa wingi, litaleta faida, litakuwa la baraka, na hili neno halita tufanya to fail in everything that we are doing as far as our lives is concerned. Kwa hivyo sisi kama Wakristo tutakapolihifadhi neno la Mungu, lazima litaleta baraka katika maisha yetu. Na pia Psalms 119 kuna mstari wa 28, Biblia inasema ya kwamba tulifiche neno la Mungu ndani yetu. Wakati ambapo tutalificha, litatuzuia kutenda dhambi. Kwa hivyo wakati ambapo tukiwa na neno la Mungu, dhambi zinapokuja katika maisha yetu, neno la Mungu litatuzungumzia, pia litatuonyesha, na pia litatufanya tujue hii ni dhambi inakuja, hii ni dhambi inataka kufanyika, ama kuna mlango umefunguka wa dhambi. Na iwapo tutakuwa tumelificha neno la Mungu katika maisha yetu, hatutatenda dhambi, kwa sababu neno la Mungu li hai na litatuzungumzia, na pia neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ni vyema sana tukifahamu hivyo, kwa sababu wakati ambapo tutakapofanya hivyo, ushindi tutaupata na baraka zetu tutazipokea, na pia kutakuwa na faida zake. Na nataka kurudia mahali ambapo tumesoma. Huu ni wakati Daudi alikuwa katika nchi ya ugeni ambayo ilikuwa ni Ziklag. Wakati huu Daudi alikuwa ametorokea Sauli, na mahali walienda wakakaa, walienda kusaidia mfalme mwingine katika vita. Lakini wakiwa kule, Biblia inatuonyesha ya kwamba kuna adui walikuja. Walipokuja wakavamia mahali ambapo walikuwa wanakaa, na Biblia vile tumesoma inatuelezea walibeba kila kitu. Wakabeba watoto, wakabeba wake zao, wakabeba mifugo na kila kitu ambacho waliokuwa nacho. Na wakati Daudi waliporudi, walikuta kile kijiji ambao walikuwa wanakaa kimefagiliwa na pia kimechomwa moto, lakini watu waliobebwa, mifugo iliyobebwa haikuwa imeuawa, ama watu hawakuwa wameuawa. Na wakati waliporudi, wale watu waliokuwa na Daudi walimsaliti na pia wakamlaumu, na Biblia inasema ya kwamba walipanga mpango ili wachukue mawe wampige na mawe. Na wakati huu Daudi, Biblia inasema ya kwamba pamoja na hawa walikuwa napanga kumpiga na mawe, walilia mpaka machozi ikaisha, wakakosa machozi ya kulia. Na wakati ambao hao watu walisema wanataka kumuua, kupiga Daudi na mawe, Biblia inasema Daudi akapata nguvu
mbele za Bwana ama katika Bwana. Bwana asifiwe. Huo mstari unatuambia kwamba but David found strength. It is in the book of verses number 6. David found strength in the Lord his God. Wakati wa shida, wakati wa matatizo, wakati tumeingia katika mambo magumu, kwa sababu jinsi Daudi alivyolaumiwa na wenzake na marafiki waliokuwa pamoja, kwa sababu sio ya kwamba Daudi alikuwa pamoja na wale ambao walichukuliwa mateka au wengine hawakuweko, wote hawakukuweko, lakini wakati walirudi wakaanza kumlaumu. Na hivyo ndivyo inatendeka katika maisha yetu. Kuna watu wengi sana, marafiki zetu, watu ambao tuko pamoja na wao, watu ambao tunakula pamoja na wao na tunaishi pamoja na wao, na wengine ni wenzetu, ndugu na dada, watu wa kifamilia, lakini kuna wakati unafika wanatuinukia, wanaturaumu. Mara nyingi wakati ambapo pengine kuna kitu mlikuwa mnafanya, pengine kuna mpango mlikuwa mnapanga, ama pengine katika maisha yako kuna kitu ambacho kimeleta shida, waweza kuinukiwa, waweza kulaumiwa. Lakini naona mtu tofauti na wengine ambao ni Daudi, na tunastahili tuige mfano wa Daudi. Wakati watu wametulaumu, wakati watu wametuinukia, Bwana asifiwe sana, wakati mambo imeenda mlama, when things goes apart, ni vyema kujua ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni, na wakati ambapo tutakapomgeukia, kwa hakika atatupatia nguvu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba David found strength in the Lord. Wakati shida zimekukuta katika maisha yako, wakati mambo kama hayo imefanyika katika maisha yako, wewe unapata nguvu kutoka kwa Mungu ama ni kumtorokea? Unaangalia marafiki. Marafiki watakuangusha kama hao wengine ambao wamekuangusha. Marafiki watakuraumu kama hao wengine ambao wamekuraumu. Lakini jambo iliyo nzuri, it is to go before God. When we shall go before God, kwa hakika Mungu hatatuachilia, atatupatia nguvu, atatufariji na hata atatuinua. Bwana asiwe sana. Kuna kitu kimoja ambacho kinanifurahisha juu ya Daudi, na wakati hiyo kitu ndio kilifanya Daudi apate nguvu mbele za Bwana. Wakati mambo ilienda mlama na ikafanyika vile ilienda, unaona Daudi alienda mbele za Bwana. Manake mstari wa 7 unatuonyesha jinsi ambavyo Daudi alienda mbele za Bwana. Wakati alivyoenda mbele za Bwana, hakutoka kabla hajasikia vile Mungu anataka. Na Biblia inasema alipoenda mbele za Bwana, akauliza Mungu, nitakapowafuata nitawapata ama sitawafuata? Nitawashinda ama sitawashinda? Lakini neno la Mungu likaja likamjia. Mungu akamwambia, wafuate, utawashika na hakuna hata kitu kimoja ambacho hautapata. Daudi akachukua jeshi lake, akaenda akawafuata. Ukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba kuna mahali waliwapata wakikula na wakikunywa, lakini kwa sababu Daudi alikuwa na neno la Mungu, Mungu wakati alimwambia enda, Mungu aliandamana pamoja na Daudi, kwa sababu alimwambia enda, utawapata wote. Bwana asifiwe sana. Na wakati Daudi alienda na ujasiri, alienda na imani, alienda akimwamini Mungu, kwa sababu Mungu alimwambia enda, na ukienda kwa hakika utawapata na utawarejesha kila kitu. Amen. It is very important for us to understand the nature of God, ya kwamba wakati Mungu amezungumza, Mungu mwenyewe lile neno amelinena, lazima atakuja kulitimiza. Bwana asifiwe. Na tunapoenda katika Biblia inatuonyesha vizuri sana. Maanake if we can read in the Bible in the book of Numbers chapter number 23 verses number 19, Mungu aliambia Balaam, mimi sio mwanadamu ili niweze kudanganya. Nitakaponena nitatimiza, nitakapoahidi nitatenda. Haleluya. Wakati alivyoahidi Daudi ya kwamba enda, nitakuwa pamoja na wewe, and you shall recover everything, hivyo ndivyo ilifanyika. Kwa hivyo Daudi wakati alivyozungumziwa lile neno, ndio alienda nalo, alilificha ndani ya moyo wake, likakaa hapo. Na wakati alivyokuwa kufuata
najua alikuwa anasema ya kwamba si Mungu amenizungumzia, si Mungu ameniambia. Kwa hivyo alienda kwa ujasiri. Bwana asifiwe sana. Mambo mengine inatushinda katika maisha yetu ni kwa sababu wakati tunatenda jambo hatuna neno la lile jambo. Wakati tunafuata kitu hatuna jambo ya lile neno. Wakati tunafuata our dreams, wakati tunafuata maono yetu, wakati tunafuata biashara zetu, wakati tunafuata familia zetu, wakati tunafuata mambo, ni kwa sababu ya pengine yale ambayo tunapitia na yale inatendeka. Sometimes we lack the direction of God or the word of God. Manake neno la Mungu ndio linatupatia direction. Ukienda utapata, ukienda utafaulu, ukifanya hili jambo utafaulu. Haleluya. Daudi wakati alivyoenda na neno la Mungu, manake alilificha ndani ya moyo wake. Kwa hivyo alipoenda, hata wakati aliwapata, alipigana kwa ujasiri. Bwana asifiwe sana. Nasi wakati ambapo tutakaposikia neno la Mungu na tusimame nalo kwa ujasiri katika maombi na kufunga, lile neno, lile jambo Bwana alilolinena juu ya maisha yetu lazima litakuja kutimia. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo tunasema ni vyema kulificha katika mioyo yetu, litaleta faida kama faida ambayo Daudi aliyoipata. Manake Biblia inatuonyesha kwamba wake wawili aliwapata, watoto wake na hao wengine wote walipata chochote. Ni kwa sababu kuna mtu mmoja, hao wengine walifikiria kumpiga na mawe, lakini Daudi alikuwa na moyo tofauti na hao wengine. Na ni vyema hata wewe kuwa na moyo tofauti na mioyo ya watu wengine. Ni vyema kuwa na moyo tofauti na moyo wa ndugu zako na dada zako. Haleluya. Na hata your neighbors. Haleluya. Manake wakati Daudi alivyosikia kuna neno ameambiwa na Mungu, aliwafuata kwa ujasiri na aliwapata kweli kweli. Tutakapokuwa na neno la Mungu ndani ya maisha yetu, tukifuata jambo fulani, lazima tutafaulu na lazima tutapata faida katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunapoingia katika neno la Mungu, ndio sasa tuliweze kulificha. Linatusaidia na mambo mengi sana. Na wakati ambapo nimenena neno la Mungu ni kama mbegu, na kuna mbegu za aina nyingi sana. Tukifuata Biblia tutaona neno la Mungu likiwa mbegu tofauti. Wakati huu linasema hivi, wakati huu linatuambia hivi. Kama wakati huu Daudi aliambiwa enda na utawakamata. Hiyo ni mbegu ilipandwa ndani yake. Kwa hivyo tunaona mavuno, alivyoenda kile kilifanyika na kile kilitendeka. Amen. Tutakaposoma pia, na sitaki tuende hapo kwa sababu ya wakati, in the book of 2 Chronicles chapter number 11, ukienda hapo utasoma kuna mstari wa pili hapo unasema juu ya vile wazee wa Israeli walisikia Mungu alinena akasema ya kwamba Daudi siku moja atakuwa kiongozi wa wana wa Israeli. Ni wazee. Nafikiri wakati Samueli alichukua mafuta na akaenda kumweka Daudi, na wazee waliyekuwepo, sijui kama ni habari walipasha wengine ama namna gani. Manake ukisoma hapo in the 2 Chronicles chapter number 11, we can also tupitie tu hapo kidogo. Mstari wa pili nasema, katika zamani zile wakati Sauli alikuwa mfalme, you are the one, wewe ndio uliongoza majeshi, na Mungu akasema, and the Lord your God said to you, you will shepherd my people Israel and you become their king. Wakati wazee walivyosikia ya kwamba Daudi atakuwa kiongozi wa wana wa Israeli, wazee walilificha lile neno, wakaliweka katika mioyo yao. Walipolificha, kuna wakati ulifika Daudi akawa mtu mkubwa, na wakati huu walisikia Daudi alikuwa kijana, ni kwa sababu ni wakati alikuwa Samueli alikuwa anaenda kumuordain ama kumwekelea mafuta. Wazee waliosikia
walificha lile neno na likawa ndani yao kwa muda mrefu sana. Na wakati ulipofika, walienda kwa Daudi wakamwambia, tumekuja kutimiza yale Mungu aliyonena juu ya maisha yako. Alisema wewe utakuwa kiongozi, wewe utawaongoza wana wa Israeli, utakuwa mchungaji wao. Na sasa hivi tumekuja kulingana na neno la Mungu. Kama hawakuwa wameweka hilo neno ndani ya mioyo yao, wanaziwe sana, wangeenda kumfanya awe mfalme. Lakini kwa sababu waliweka, Biblia haizungumzi ni muda gani ama ni miaka mingapi, lakini tunaona kuna miaka kadhaa. Na ni vyema hata sisi wakati ambapo tumesikia neno la Bwana, wapendwa, Bwana asifiwe, aidha ni baada ya mwaka moja ama miaka miwili, miaka mitatu, ni vizuri kulificha ndani ya mioyo yetu, kwa sababu kila neno liko na wakati wake. Haleluya! Kila neno liko na wakati wake, na wakati huu lilileta matunda. Manake ilikuwa ni mbegu ya falme ama ya ufalme. Na wakati walivyoenda na hilo neno, kwa hakika wakafanya vile neno lilikuwa linasema. Haleluya! Hii maandiko inatuonyesha kwamba for sure Daudi na pia hao wazee walipolificha hilo neno lilikaa huko. Kwa hivyo tunaweza kusema kama vile neno linasema in the book of Colossians, ni vyema kuwa na neno la Mungu kwa wingi katika maisha yetu, pamoja na kulificha liwe nyingi katika maisha yetu. Manake wakati hili neno liko ndani yetu kwa wingi, kuna wakati utafika lile neno linaanza kufanya kazi. It manifest itself. Hallelujah. Manifest in that kind or in that way, the way it's supposed to be. And that's why Paul is telling us, let the word of God dwell in you richly. Tukiwa tajiri na neno la Mungu, tutakuwa na faida nyingi sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila neno liko na majira yake, kila neno liko na wakati wake. Maneno na neno ambalo tunahubiriwa, neno ambalo unalisikia, uwe na bahali pa kulificha na bahali pa kuliweka. Ndio sasa nikikaa hapo utakuwa tajiri. And I want to give you an example. Wakati tajiri anaenda mahali, anakuwa na pesa katika kibeti. Kwa hivyo akifika yeye ndio kusafiri, anasafiri, akifika tauni fulani anatoka, aidha ni kukula anakula, ama ni kukunywa anakunywa soda ama kitu kingine, lakini anaenda kwa sababu yeye ni tajiri, ananunua. Kwa hivyo mahali popote akienda, kile anataka atakipata, ni kwa sababu yeye ni tajiri. Ni mfano tu, nasi wakati ambapo tutalificha ndani yetu, tutakuwa tajiri. Paulo kuna mambo kadhaa hapo amenena. Wakati ambapo tutalificha neno la Mungu ndani yetu, tutakuwa tajiri. Hivyo ni kusema hapa kuna correction. Ni First Chronicles chapter number 11. Not Second Chronicles. Yeah, correction. First Chronicles. Wakati ambapo tutakuwa tajiri na neno la Mungu, kila wakati tutakuwa faida kwa wengine, tutakuwa baraka kwa wengine. Na hivyo ndivyo mpango wa Mungu ulivyo. Bwana asifiwe sana. Nataka tu tusome hapo ndio tuelewe ni faida za aina gani Paulo alikuwa anazungumzia. Colossians chapter 2:23. Kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 16 inasema, let the word of Christ dwell in you richly as you teach. Wakati utakuwa tajiri na neno la Mungu, utajiri ulioko katika moyo wako utakufanya ufundishe wengine. Manake hautaweza kufundisha kile ambacho hauna. Mwalimu, mtu ambaye hajaenda shule hawezi akaenda shule kufundisha. Manake yeye hajasoma na yeye hajafundishwa.
Kwa hivyo wakati ambapo utalisoma hili neno na pia ufundishwe, utakuwa tajiri. Na ukiwa tajiri, Paulo anasema ya kwamba basi ukiwa tajiri fundisha wengine. Haleluya. Ni kama vile Sunday nilivyozungumza juu ya giving, ya kwamba utaweza kucontrol pesa zako namna gani, na pia wakati ambapo tutacontrol pesa zetu, faida itakayokuweko, na wakati ambapo utalearn, utafundishwa kucontrol your pesa, pia ufundisha wengine. Bwana asifiwe sana. Alafu baada ya kufundisha wengine, kile ambacho unafundisha you practice. Hallelujah. You teach. Bwana asifiwe sana. Teach others. Na kile ambacho umefundisha also ufanye. Amen. Kwa hivyo ukifundishwa, fundisha wengine. Na kile ambacho umefundisha wengine, sasa kifanye. Na wakati huo Biblia bado inasema ya kwamba basi utakuwa na tajiri na utajiri wa neno. Huo utajiri uko naye, basi utakusukuma kunena, utasukuma kufanya. Maanake tajiri anasukuma na pesa kuweka miradi, kuanzia mambo na kufanya mambo na kununua mambo mengi, ni kwa sababu pesa alizo nazo zinamsukuma, zinamuongoza. Nasi tukiwa tajiri na neno la Mungu litatusukuma tufanye vile kulingana na utajiri ulioko katika ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Nataka tu kupitia huo utajiri tu kidogo. Alafu baada ya huo utajiri, Biblia inazungumzia, inasema ya kwamba pia admonish, kuonya wengine. Pia ukiwa na utajiri wa neno la Mungu, utaweza kuonya wengine, utawawekea mipaka. Manake hilo neno ulio nalo litakuwa limekufungua macho kutofautisha mazuri na mabaya, mema na maofu. Kwa hivyo hilo neno litakufanya pia uonye wengine, usifanye hii, usitembee na huyu. Kama vile Psalms 1 inasema juu ya anayetafakari neno la Mungu, jinsi anavyofanya, anastahili kufanya, na huyo mtu atabarikiwa. Lakini hapo kuna maonyo pia inasema ya kwamba usitembee na watu waofu, usikae na watu walio na misaha, na pia usikue na watu ambao ni wenye dhambi. That is the word of God. Kwa hivyo neno la Mungu litakuzungumzia, na baada utaweza hata kuonya wengine, utawaonyesha hii ndio njia inayofaa, hii haifai. Utaweza kuambia watu msifanye hivi, lakini mfanye haya. Hiyo nyingine inasema hivi. Pia neno la Mungu litakupatia hekima. Litakupatia hekima. As you sing psalms, hymns and spiritual song with gratitude in your heart to God. Hivi neno la Mungu liko na faida nyingi sana. Litakufanya pia uimbe saburi na nyimbo za kiroho. That's what the word of God can do in our life if we allow the word of God to dwell in us in a rich way or richly. Kwa hivyo sahi Mungu anataka tufungue mioyo yetu na tuweke neno la Mungu ndani yetu. Manake ni aina nyingi ya mbegu. Katika Jeremiah 23 verses number 28 and 29, hapa tu nitaenda nikipitia, manake ni mbegu tofauti za neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu ni kama moto. Kwa hivyo iwapo neno la Mungu litakuwa ndani yako kama moto, kuna faida nyingi sana. Moto kitu kimoja inafanya ni kuchoma, ni kusafisha. Kwa mfano Biblia inasema ya kwamba fedha husafishwa kupitia moto. Na Isaia anatuambia ya kwamba sisi tunatakazwa katika tanuru la mateso. Tunapitishiwa katika tanuru la mateso. Wakati chuma inataka kutolewa uchafu, vile inafanywa, inawekwa katika moto, inachomwa, inachomeka kabisa. Na wakati inachomeka, uchafu unakuja juu. Sasa mtu anakuja na kijiko, anatoa uchafu. Sasa inabaki chuma iliyo safi. Na wakati Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni kama moto, tunapitishwa katika moto kutolewa uchafu katika maisha. Bwana asifiwe sana.
tunapitishwa katika tanura mateso, ndio sasa tutolewe mambo mabaya ambao tulizaliwa naye tulikuwa naye, na kwa sababu Mungu anataka tuwe chombo chake ambazo ni safi takatifu za kutumiwa na yeye. Moto unatumika, moto wa Mungu kutusafisha na kututakaza. Pia Yesu kuna mahali pengine alisema ya kwamba nimeleta moto lakini sio amani. Moto pia ni wa kuleta tofauti ama kuleta separation. Maana wakati chuma na uchafu zinazochomwa, huo moto una separate, manake uchafu unakuja juu, chuma inabaki chini. Kwa hivyo wakati Yesu alisema ya kwamba si kuleta amani bali nilileta moto, na saa hii moto nimeuhakisha tayari. It is the fire to separate us from the world, to separate us from wickedness, to separate us from sin. Bwana asifiwe sana. Na hiyo inakuwa ni mbegu ya aina yake. Praise the name of the Lord. Hebrews chapter number 4 verses number 12. Biblia inasema juu ya neno la Mungu ni kama upanga, ama ni kali kuliko upanga, unakata na pande zote. Hiyo ni kuonyesha pia kuna separation ambayo neno la Mungu linaleta katika maisha yetu. Na sio hivyo tu, pia neno la Mungu tunaweza kulitumia na iwe ni silaha hatari ambayo inasambulia shetani, kwa sababu the word of God, it is an offensive weapon against the devil. Neno la Mungu ndio tunatumia kushinda shetani, kama vile tu Yesu alisema wakati alijaribiwa na shetani, akapelekwa juu ya mlima, akaambiwa ya kwamba huu ni utajiri wangu wote, wakati utakaponiabudu mimi nitakupatia. Lakini aliambia shetani imeandikwa. Hallelujah. It was an offensive weapon against the devil. Alimwambia imeandikwa, na wakati alimwambia kwamba badilisha hii mikate na mimi hii mawe iwe mikate, lakini Yesu akamwambia imeandikwa. Bwana asifiwe sana. Manake neno la Mungu pia tunalitumia kama silaha ya kushinda shetani. Okay, kuna neno ambalo nimeacha katika Jeremiah 23:28 and 29. Inasema ya kwamba neno la Mungu ni kama nyundo. Nyundo kazi yake tunajua kwamba ni ya kujenga, pia ni ya kupasua, pia ni ya kubomoa. Kwa hiyo kuna mambo ambao tulizaliwa naye, tukakuwa naye, tukafundishwa na dunia, tukafundishwa na marafiki, na wakati ambapo tuliookoka, neno la Mungu linatumika kubomoa mijengo ya zamani. Bwana asifiwe. Kubomoa mambo tuliyowekwa zamani na marafiki na wazazi wetu. Sitaenda katika hiyo mambo mnayajua, na hiyo itakuwa ni mbegu pia ya kubomoa mambo mabaya katika maisha yetu. Na 1 Peter chapter 2 verses number 2 inazungumzia pia juu ya vile neno la Mungu linafanya katika maisha yetu. Tusome hapo tu. 1 Peter chapter 2 inasema ya kwamba kama watoto, like new born babies, cleave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Inakuwa ni mbegu ya kukua kiroho. Biblia inasema ya kwamba tuitamani neno la Mungu sasa, kwa sababu tumeoja. Kama watoto wachanga wanatamani sana maziwa. Unaona, anatamani tu kwenda kunyonya. Manake ni kitu ambacho ni tamu, anakitamani, anakingojea. Kwa hivyo nasi tulitamani neno la Mungu, itakuwa ni mbegu ya kufanya tukue kiroho. Na wacheni nimwambie kanisa, kuna mambo ambayo huwezi ukapokea kutoka kwa Mungu kama hautakuwa kiroho. Ni kama vile tu sisi tulivyo watoto, kuna mambo wazazi wetu hawezi wakatuaminia. Siwezi nikaaminia watoto wangu mambo mengi, ama gari ama nyumba, kwa sababu hawajakomaa. Lakini wakati watakapokomaa zitakuwa na shida. Kwa hivyo neno la Mungu linatuhimiza tutamani kukua kiroho. Tunapokuwa kiroho, kuna mambo mengi sana itatendeka katika maisha yetu. Biblia katika kitabu cha Wagalatia 4 kuanzia mstari wa kwanza inasema ya kwamba wakati mtu ambao ni mtoto, ingawaje the whole farm belongs to him,
the whole estate belongs to him, lakini angali ni mtoto. Utajiri wake uko chini ya msimamizi mpaka wakati atakavyokuwa. And this is the desire, this is the plan and the mind of God. He wants us to grow spiritually. Na wakati ambapo tutakuwa kiroho, kuna mambo atatuaminia, kuna vitu atatuaminia, atatubariki. Kuna vitu zetu lakini zinangojea tukomae kiroho. Kuna gari yako mahali, kuna nyumba yako mahali, kuna estate yako mahali, lakini nakungojea ukomae kiroho, because God has no problem to give it to you when you grow up. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo ninavyozungumza juu ya kulihifadhi neno la Mungu katika maisha yetu, ninazungumzia juu ya faida zile hilo neno ambalo linaleta. Wakati ambapo tutakuwa tajiri na neno la Mungu ndani yetu, ni mbegu za aina nyingi sana zitakuwa zinajidhihirisha katika maisha yetu. Kama ni vita, neno la Mungu linatupigania vita. Kama ni uponyaji, neno la Mungu linaleta uponyaji katika maisha yetu. Kama ni kuinuliwa, neno la Mungu linakuja kutuinua. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wakati tutakapoelewa hivyo, tutatamani kuwa tajiri na neno la Mungu. Tutatafuta mahali tutafundishwa, tutatafuta vile tutalisoma, kwa sababu utakuwa tajiri namna gani na neno la Mungu? Utakuwa tajiri iwapo utalisoma. Hiyo point number 1. Point number 2, wakati ambapo utafundishwa. Mambo hayo mawili itakufanya uwe tajiri na neno la Mungu, kwa sababu sasa utakuwa tajiri yake kama hautafundishwa na kama hautalisoma. Haya mambo mawili ni ya maana, na ndio sasa ulisome, lazima utafute time. I tell you, if really don't look for time, shetani hatakupatia nafasi. Shughuli za dunia hazitakupatia nafasi. Mambo ya dunia, mambo ya kwako hayatakupatia nafasi. Na kuna mambo mawili ambayo yatakusaidia kufanya nini? Kusoma neno la Mungu na kufundishwa. Kitu cha kwanza ni discipline. Jipatie discipline ya kwamba wakati fulani kuwe namna gani ama liwe namna gani, ni wakati wangu wa kusoma Biblia. Ukijipatia discipline aina hiyo, utaweza kuona ya kwamba sasa nimesoma Biblia na nimefaulu. Jambo la pili, jipange vile utasoma Biblia. Maana usipojipanga, utakuwa unaenda chapter hii, unaona sasa nitasoma wapi, nitaanzia wapi, nitaenda wapi. Unafungua First Peter, unaona kama wacha nisome Hebrews. Unaenda Hebrews, unashindwa sasa nitaanzia chapter 1 ama wapi. Unasema ya kwamba wacha niende the Old Testament. Unashindwa utaanzia Genesis ama utaanzia wapi. Lakini jipange. Kama ni kusoma Biblia, panga nitaanzia kwanza New Testament yote nimalize. Na kama sio hivyo, anzia Genesis, usome yote umalize, na uhakikishe kwamba kila siku unasoma Biblia, kila siku unapata wakati. And in so doing, utakuwa sasa na discipline yako wewe mwenyewe. Mfano wa kibiaji, wapiganaji ngumi, hao watu wanakuwa na discipline ya kwamba kuna wakati wa mazoezi, na wakati wanaenda mazoezi, hata ukienda kwao hautawapata, na hata ukiwapata watakwambia this is my time now, I just want to go jogging, I want to go for practice. Na wakati huo hao watu wakiingia katika uwanja, wakiingia in the ring, unaona wanapata ushindi. Kwa hivyo kuna mtu mmoja kwa mfano tu, alikuwa na mbwa mbili. Mbwa moja ilikuwa nyeupe, nyingine ilikuwa nyeusi. Na wakati sasa alikuwa anataka moja ishindwe, kama ni nyeusi alikuwa anataka ishinde, alikuwa anaipatia chakula na hii nyingine anainyima chakula. Sasa akienda kwa uwanja, anasema sasa hizi mbwa zangu zitapigana, lakini anasema hii ndio itashinda, hii nyeusi, the black one will win. Na wakati huo anasikiachilia zinapigana na inashinda, na akaendelea hivyo, na akaulizwa what is the secret behind the victory of one of them. Akasema wakati ambapo nataka hii nyeupe, the white one, ishinde, nilikuwa naipatia chakula, hadi hii nyingine nainyima chakula. Hiyo ilikuwa siri. Kwa hivyo nasi wakati ambapo tutakosa practice, Bwana asifiwe sana. Haleluya.
wakati ambapo tutakosa practice ya kulisoma neno la Mungu, when we shall get or find ourselves in a certain situation, tutashindwa. Ni kwa sababu hatuna neno na wakati huo, hatuna neno na that situation. Ni wakati umegojeka. Huwezi ukaenda kulia tu, oh Mungu ponya mimi. Lazima uquote the word. Hallelujah. Manake hata wakati Yesu alikutana na shetani, hakusema oh shetani niondokee eda, lakini alikuwa the word. Imeandikwa. Manake alikuwa tajiri. Hallelujah. We can see Jesus, he was rich in the word. Bwana asifiwe sana. Angeenda kwa watu ambao ni wa kuwaponya, angewaambia kwa imani yako umepona. Manake alijua ya kwamba without faith you cannot please God. Bwana asifiwe sana. Alivyoenda kukakosa mikate, alikuwa na solution because he had the word of God. Manake yeye alisema ya kwamba, aliambia Wayahudi, mnasema ya kwamba ni Musa alimpatia mana kule jangwani. Sio Musa, mimi ndiye mana ambayo imetoka juu mbinguni. Na wakati sasa alivyoenda akahubiria watu akakosa chakula wakiwa jangwani, aliwauliza ni kitu gani kiko? Mtu mmoja akasema kwamba hapa kuna kijana yako hapa, hapo na mikate 5 na samaki 2. Akasema na iletwe. Kwa sababu he was the bread of life. Bwana asifiwe. Alivyo tu ibariki ikawa mingi, akalisha 5,000 men ambao hawakuhesabu wanawake na watoto. Na kama wangehesabiwa wangekuwa maybe, kwa sababu ilikuwa 5,000, ipatie times what? Times 10. Walikuwa wengi. Kwa sababu alikuwa na suluhisho. Wakati utakuwa tajiri na neno la Mungu, kila wakati ukienda utakuwa na suluhisho. Mahali popote utaenda, mkienda kwa mikutano ya kwenu nyumbani, wewe tu utakuwa na suluhisho. Kwa sababu uko na neno la wakati huo, manake you are rich in the word of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Okay. Psalms 119 verses 9 nasema ya kwamba hiyo tu nitaenda nikipitia. Nitaishi ni kwa sababu ya neno. Living by the pure word of God. Haya. 119 verses number 25, Daudi anasema ya kwamba unilinde kulingana na neno lako. Unilinde kulingana na neno lako. Haya, verses Psalms 119 verses number 28 nasema ya kwamba unipe nguvu kulingana na neno lako. Haya, Psalms 119:105 nasema ya kwamba neno lako ni taa na ni nuru katika miguu yangu na katika njia zangu. Okay, wakati ambapo utakuwa tajiri na neno la Mungu, litakuwa na faida nyingi sana. Hilo neno litakuwa ni nuru katika njia zako. Hallelujah. Hilo neno litakuwa ni mwangaza katika maisha yako. Hilo neno litakuhifadhi hata wakati ambapo kuna shida, wakati watu ambao wanaramika, wakati watu wamekosa suluhisho katika maisha, wewe utakuwa na suluhisho kwa sababu you have the word of God. Ukiwa na neno la Mungu, yoyote inawezekana. Ukiwa na neno la Mungu, watu watakutegemea. Ukiwa na neno la Mungu, utakuwa tegemeo wa wengi. Manake wakati huo wewe ni tajiri. Ninapoenda kumalizia, Elijah alikuwa na suluhisho wakati wa jana. Manake Mungu alimzungumzia na akamwambia kwamba enda sasa, nataka unende hili neno, na akasema ya kwamba hakutakuwa na mvua for the next 3 years and a half. Na ikawa hivyo, manake alikuwa na neno la Mungu. Ni neno la Mungu alipoenda akalitangaza, na ikakuweko for 3.5 good years. Kama angeenda bila neno la Mungu, unajua hakuna kitu kingetendeka. Hakuna kitu kingefanyika. Hata akisema kwamba kutakuwa na njaa, lakini hana neno kutoka juu, hakuna kitu kama hiyo kingetendeka. Hakuna jambo lingefanyika, lakini kwa sababu alikuwa na neno ambalo limetoka juu, ikawa ndani ya moyo wake, alienda na neno na hakuogopa. Hata wakati Mungu alimwambia enda sasa ukajionyesha, kwanza akaogopa, akasema kwamba sasa Mungu ananiambiaje? Lakini Mungu akamwambia enda. Wakati alienda akakutana na Obadia, akamwambia sasa enda, nimekuja sasa. Obadia na alikuwa nabii, akamwambia wewe unataka kuniaibisha, unataka kunitia katika shida mikononi mwa mfalme. Lakini
Elija akamwambia enda kwa sababu ni Mungu amesema. Alikuwa na ujasiri. Bwana asifiwe sana. Wakati alienda, kusema kweli, njaa ikafika mwisho na mvua ikanyesha, na Mungu akajidhihirisha, kwa sababu Mungu anafuata neno lake. Mungu atafuata neno lililo ndani yako ili aweze kulitimiza. Mungu atafuata utajiri wa neno ulio ndani yako ndio akuponye. Mungu atafuata utajiri wa neno ulio ndani yako ndio akufanikishe. Mungu atafuata utajiri ulio ndani ya neno lako ndio sasa akushindanie na akupeleke pahali panastahili katika maisha. Otherwise, Mungu ataweza kukuchukua hivyo tu, without the word that he has spoken, or without the word in your heart to take you where he wants you to be, to take you where he wants you to go, without the word. Bwana asifiwe sana. Neno ndio njia. Wakati Musa alifika katika bahari la Shamu, alisikia neno kutoka juu. Na ukifuata safari ya Musa kila wakati alikuwa na neno. Maanake Biblia inasema ya kwamba wingu lilikuwa linawaongoza mchana na usiku, kukawa na moto. Ni neno la Mungu lilikuwa ndani ama likiwaongoza. Na wakati waliongozwa na neno la Mungu, walifaulu na wakafika pahali panastahili. Haleluya. Tutafika pahali panastahili iwapo neno lilo ndani yetu tutaliachilia lifanye kazi. And God will take you where he wants you to go. He will make you the kind that God wants you to be. It is through that word. Hallelujah. Biblia inasema Samueli hakuachilia neno lolote lianguke chini, kwa sababu kila neno alilolisikia kutoka kwa Mungu akaweka ndani ya moyo wake. Mariamu wakati alivyosikia neno lolote kutoka kwa Mungu aliliweka ndani. Kwa hivyo hata Yesu wakati alikuwa anakuwa, Mariamu alikuwa anaelewa huyu ni mtu wa aina gani. Bwana asifiwe sana. Wakati alipotea na akasema ya kwamba hamjui ya kwamba nastahili kuwa katika nyumba ya Mungu, Mariamu alijua kitu gani kilicho ndani ya huyu mtoto. Alijua huyu ni mwokozi, huyu ni mkombozi. Hallelujah. Do you have that word? Praise the name of the Lord. Manake ukiwa nalo utafika in every situation na utajua hapa Mungu atatenda jambo. Ukifika mahali ukwame utajua ya kwamba Mungu atakuja kulingana na neno lake. Ukiwa vitani utajua ya kwamba Mungu atakuja kunipigania kulingana na neno lake. Hallelujah. Watu wakikuinukia utajua kulingana na kitabu cha Zakaria kwamba mimi ni boni la jicho la Mungu, atakayeniguza anaguza jicho ama boni la jicho la Mungu. Hey, hallelujah. Praise the name of the Lord. Ukiwacheka hata kama utaenda hospitali, kwanza utakimbilia neno na useme ya kwamba hata kama nitaenda hospitali, hata kama nitakunywa dawa, lakini neno linasema kwa mijeledi Yesu alipigwa msalabani, mimi nimepona. Amen. Mambo ikiharibika, hata biashara yako iwe chini, hata biashara yako iharibike, utasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba nitakuwa kichwa lakini sio mkia, nitakuwa juu lakini sio chini. That's what the word of God can do in our life. If really we can hide it into our heart and allow the word of God to dwell in our heart in a rich way. God bless you so much and do you good. Tuombeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Halitatuacha mahali tuko tena, lakini Baba litatuinua litupeleke pahali panastahili. Asante Baba, ni kwa sababu neno la Mungu ndio limebeba baraka. Neno la Mungu ndio limebeba ukombozi. Neno la Mungu ndio limebeba uponyaji wetu. Neno la Mungu ndio limebeba kufanikiwa kwetu. Limebeba maisha yetu, na kama limebeba maisha yetu, Mungu wetu wa mbinguni, tutakapolificha tutakuwa na utajiri wa hilo neno. Litajidhihirisha kila wakati, litatusaidia, litaleta faida, litatufanikisha kwa kila na kwa kila jambo. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu. Ninaomba neema ya Mungu ya kulificha neno la Mungu liwe ndani yenu. Ninaomba neema ya Mungu iwe ndani yenu ya kuachilia neno la Mungu liwe ndani yenu kwa utajiri katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Pokea neema ya Mungu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba wetu wa mbinguni, tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen.